Na ujambo na karibu mpenzi msikilizaji na hata mtazamaji wa Betsita FM, kituo kinachoaminika na kinachoheshimika zaidi. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Karibu kwenye taarifa za 12 jioni. Na niko na mwenzangu hapa ambaye bado ni mpya hapa studioni. Naam, hujambo msikilizaji na karibu kwenye Betsita FM. Langu jina ni Maureen Simiyu. Natumai tutaambatana nanyi hadi tamati. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia ni kwamba wabunge wakataa marufuku ya TikTok. Wawakilishi wa bunge la kaunti ya Busia wametishia kususia vikao vya bunge. Edwin Sifuna apinga maktaba wa shilingi bilioni 80 kati ya serikali ya taifa na kaunti ya Nairobi. Betsita FM, the voice of the jungle. Wabunge wa Kenya wamekataa wito wa kupigwa marufuku kwa TikTok. Badala yake wakachagua kuimarisha udhibiti wake kwa kuanzisha uhifadhi wa data nchini, udhibitishaji mkali wa umri na udhibiti wa maudhui ndani ya miezi 4 ijayo. Wabunge walisema hatua hiyo inalenga kuleta usawa kwa haki za kikatiba, kulinda vijana na kukuza uchumi wa kidijitali. Katika mjadala wa bunge uliofanyika Jumanne Februari 17, wabunge waliamua kuisimamia na kuidhibiti TikTok badala ya kuipiga marufuku kabisa. Wawakilishi wa bunge la kaunti ya Busia wametishia kususia vikao vya bunge hilo kuanzia wiki ijayo iwapo mzozo unaozingira ofisi ya karani wa bunge hautakuwa umetatuliwa. Usemi wa wawakilishi wadi hao unajiri baada ya kuahirishwa kwa hotuba ya kila mwaka ya Gavana Paul Otuoma bungeni humo kutokana na kile kimetajwa kuwa athari za mzozo huo wa uongozi kwenye ofisi ya karani wa bunge. Kwa muda wa takriban miaka 4 kumekuwepo na mvutano katika ofisi hiyo ya karani wa bunge la Busia baada ya Alan Mabuka kuelekea mahakamani huku akidai mchakato uliotumiwa kumwondoa afisini huku Gabriel Erambo akichukua nafasi yake ulikuwa kinyume na sheria. Na msikilizaji, kwingineko ni kwamba seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amepinga makubaliano ya ushirikiano ya shilingi bilioni 80 kati ya serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti ya Nairobi, akidai kuwa yalikiuka taratibu za kisheria. Katika taarifa yake Jumatano, seneta Sifuna alisema hakukuwa na ushirikishwaji wa umma kabla ya kutiwa saini kwa makubaliano hayo, na pia ofisi yake haikuhusishwa katika mchakato huo. Na kufikia hapo msikilizaji, sina la ziada ila kukutakia kila laheri. Endelea kutegea Betsita FM. Naam, shukrani msikilizaji kwa kuungana nasi katika habari zinazoaminika za Radio Betsita FM. Na Maureen, tumeona ya kwamba kuna hii vitu ina trend mtandaoni. Kila mtu anaandika mimi ndiye Sifuna. Inaonekana ya kwamba huyo Sifuna ana wafuasi mkubwa, kama kwa mtazamo wako unasemaje? Zaidi. Manake inavyoonekana Wakenya wanaonekana kumpenda zaidi Sifuna. Na ndio maana wanasema sisi ndio Sifuna. Na sijui kama wewe ndio Sifuna nawe ama wewe ndiye nani? Tafakari hayo. Na tumeona ya kwamba kuna ile mchakato wa kuban ile mtandao wa TikTok hapa nchini Kenya. Juu kwa mtazamo wako, juu kama unaunga mkono yani? Kwa mtazamo wangu sidhani kama nitaunga mkono. TikTok ni ya maana sana. Manake wengine wetu hapo ndipo tunatoa za angalau za kutia tumboni. Unapoingia pale live TikTok ukipost video, hizo pesa tunazozipata ndio zinatuwezesha sisi kusurvive kama comrades. Kwa hivyo TikTok inalipa? TikTok inalipa na hatuwezi taka hata pesa uko nayo ni ya TikTok. Mwenzangu. Hoja langu ni kwamba lisipigwe marufuku, lina manufaa zaidi na zaidi. Hiyo ni mtazamo wako. Hata mimi kwa mtazamo wangu naona ni manufaa zaidi,
ila tu itumiwe kwa njia ipasavyo. Na msikilizaji, tunakuaga tunasema tupatane hapo baadaye majira ya saa 1 jioni. Bedsitter FM, the voice of the jungle.